Raisi wa Marekani Donald Trump ametoa kauli nzito aliyoita onyo la mwisho kwa Hamas, akiwataka waachilie huru mateka wote waliosalia katika ukanda wa Gaza. Alitoa ujumbe mkali Jumatano Machi 5, 2025 baada ya ikulu ya White House kuthibitisha kuwa alikuwa ametuma mjumbe wake kwa mazungumzo ya moja kwa moja na kundi hilo kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani. Kupitia taarifa aliyochapisha kwenye jukwaa lake la Truth Social muda mfupi baada ya kukutana na mateka 8 wa zamani wa Israel katika ikulu ya White House, Trump alisisitiza kuwa anawapelekea Israel kila aina ya silaha wanazohitaji ili kumaliza kazi. Waachilieni mateka wote sasa hivi, si baadaye, na rudisheni mara moja miili ya watu mliowaua, la sivyo mwisho wenu umefika. Ni watu waovu na wapotofu pekee wanaoshikilia miili ya waliokufa, na nyinyi ni waovu na wapotofu, ameandika Trump kwa maneno makali. Kauli hiyo kali kutoka kwa Trump iliyokuja baada ya ikulu ya White House kuthibitisha kuwa maafisa wa Marekani wamekuwa wakishiriki mazungumzo moja kwa moja na Hamas, jambo ambalo ni kinyume na sera ya muda mrefu ya Marekani ya kutoshiriki moja kwa moja na kundi hilo. We do not negotiate with terrorists. Then why is the US now negotiating directly and for the first time ever with Hamas? Well, when it comes to the negotiations that you're referring to, first of all, the special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best interest of the American people is something that the president has proven is what he believes is good faith effort to do what's ambapo hali ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas bado haijawa thabiti. Huu ndio ushirikiano wa kwanza wa moja kwa moja unaojulikana kati ya Marekani na Hamas tangu Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilipolitangaza kundi hilo kuwa shirika la kigaidi la kigeni la mwaka 1997. Msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt alikataa kutoa maelezo ya kina kuhusu mazungumzo hayo, lakini alisema Rais Trump amewapa mamlaka wajumbe wake kuzungumza na yeyote tangu mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ambayo alisababisha vita vinavyoendelea. Zimekuwa waamuzi wa mazungumzo kati ya Hamas, Marekani na Israel. Leavitt aliongeza kuwa Israel inafahamishwa kuhusu mazungumzo haya ya moja kwa moja na Hamas, na akasisitiza kuwa maisha ya Marekani yako hatarini. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa kauli fupi ikithibitisha kufahamu mazungumzo hayo. Israel imeeleza msimamo wake kwa Marekani kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas. Je, Hamas itachukuliaje vitisho hivi vya Rais Trump? Je, huu ni mwanzo wa vita vingine au mwisho wa mzozo wa muda mrefu? Muda utaeleza. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana
Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap. Urahisi wa maisha. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.